Habari za saizi. Kuna maisha baada ya matokeo kutoka. Sasa ni muda wa kufanya uamuzi sahihi. Baada ya matokeo ya kidato cha 6 au diploma, usichague kozi kwa kufata mkumbo au marafiki. Chagua kozi inayokupa ujuzi, fursa za ajira, fursa ya kujiajiri na kukujengea maisha bora ya baadaye. Twende tuangalie kozi hizo. Kundi namba 1 ni kozi za afya. Mfano, kuna nursing, kuna pharmacy, kuna medical doctor pamoja na kozi nyinginezo za afya ambazo sijazitaja. Kwa nini nimeweka kundi hili la kozi za afya? Namba 1, mahitaji ya huduma za afya yanaendelea kuongezeka nchini Tanzania. Lakini namba 2, sekta za afya inahitaji wataalam wengi. Namba 3, afya ni huduma muhimu kila wakati. Na mwisho, fursa ya kujiajiri zipo. Kama unatafuta kozi yenye uhitaji wa kudumu, sekta ya afya ni eneo ambalo dunia haiwezi kuliacha nyuma kamwe, kwa sababu afya ni hitaji la kila jamii. Kundi namba 2 ni kundi la kozi za uhandisi au kwa kizungu unaweza ukaita engineering. Hapa mfano naongelea civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, computer engineering pamoja na engineering nyinginezo ambazo sijazitaja. Sasa kwa nini nimeweka kundi hili? Tambua kuwa Tanzania kuna ukuaji wa teknolojia na miradi ya miundombinu. Kwa hiyo engineering mahitaji yake kwa mbeleni yataendelea kuhitajika tu, kwa sababu kuna ukuaji wa miradi ya miundombinu pamoja na ukuaji wa teknolojia. Kwa hiyo wahandisi watahitajika tu. Kundi namba 3 ni kundi la kozi za biashara na uchumi. Hapa naongelea mfano accounting and finance, procurement and supply chain management, kuna marketing, kuna insurance, kuna economics pamoja na nyinginezo ambazo zinahusu biashara na uchumi. Sasa kwa nini kundi hili la biashara na uchumi? Kozi hizi nimeziweka hapa. Namba 1, zina nafasi kwenye sekta nyingi. Mfano, kuna benki, kuna kampuni binafsi, kuna serikali na kadhalika, lakini zinakupa uwezo wa kujiajiri wewe mwenyewe. Na kundi jingine ni kundi la kozi za humanities. Hapa naongelea mfano, kuna law, kuna education, kuna journalism, kuna public administration, kuna human resource management pamoja na kozi nyinginezo za humanities. Sasa tambua kuwa kuna kozi mfano law, education na nyinginezo unaweza kujiajiri wewe mwenyewe. Mfano law, unaweza ukawa mwanasheria wa kujitegemea na ukapata kipato kizuri, inawezekana kabisa. Lakini kozi kama education pia, hata ukikosa ajira serikalini bado una backup ya kuajiriwa hata private au kufungua hata tuition center yako. Kwa hiyo kozi za humanities mfano kama law, education na nyinginezo zinakupa backup. Hata ukikosa ajira serikalini bado kuna private. Hata ukikosa ajira private bado unaweza ukajiajiri wewe mwenyewe. Mfano, ukawa mwalimu wa kujitegemea au ukawa mwanasheria wa kujitegemea, pamoja na kozi nyinginezo kama kilimo na ufugaji na kadhalika. Asante sana, mimi nimemaliza. Cha kufanya, share video hii kwa watu wako wa karibu ili na wenyewe wapate madini haya. Nikutakie kila la heri.